Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii na maeneo tofauti nchini Tanzania leo. Habari za hivi punde ni habari za kutisha na vilevile ni habari njema kwa usalama wa Tanzania. Jeshi la polisi Tanzania huko Tarime limemkamata mwanajeshi wa Marekani ambaye ni raia pacha na Kenya akiwa na mabomu hatari aliyokuwa akijaribu kuingia nayo Tanzania kwa usiri mkubwa kinyume na sheria kutoka nchini Kenya. Kwa kweli taarifa hizi zinashtua. Kabla tusonge mbele na ripoti nzima, chukua sekunde yako moja kubonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Mamlaka na jeshi la polisi nchini Tanzania huko Tarime imeanzisha uchunguzi wa ghafla na wa kina kufuatia kukamatwa kwa sajenti wa jeshi la Marekani ambaye pia alikuwa ni raia wa nchi ya Kenya baada ya kukamatwa huko Tarime na mabomu manne ya kijeshi ya daraja linalofahamika kama CSM68. Tukio hilo lilitokea mnamo Novemba tarehe 16 mwaka 2025 majira ya saa 6 mchana katika kivuko cha mpaka wa Sirari mkoani Mara. Jeshi la polisi la Tanzania walithibitisha kuwa walimkamata mwanajeshi huyo wa Marekani mwenye uraia wa Kenya mwenye umri wa miaka 30 aliyetambulika kama Sajenti Charles Onkuru Ongeta aliyekuwa akisafiria au akitumia usafiri wa gari aina ya Toyota Land Cruiser iliyosajiliwa nchini Kenya. Kamanda wa polisi wa mkoa SACP Mark Njera ameripoti kuwa vilipuzi vilivyogunduliwa au mabomu yaliyopatikana vimeainishwa kuwa ni silaha za kijeshi na ni marufuku kabisa kusafirishwa hadi Tanzania kwa hali yoyote ile. Mwanajeshi huyo wa Marekani sasa amekamatwa nchini Tanzania na jeshi la polisi. Wachunguzi wamebaini kuwa hata kama kibali kingeombwa, sheria hairuhusu kabisa vifaa hivyo kama mabomu hayo hatari vya kijeshi kuvuka kuingia nchini Tanzania. Kulingana na chanzo cha ripoti hiyo, ikiwa hii ni Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ya Tanzania na Jeshi la Polisi Tanzania na vituo vya kuaminika vya habari. Katika chapisho hilo kama unalotazama kwenye skrini yako, ripoti hiyo ya Wizara ya Mambo ya Ndani na ripoti hiyo ya Jeshi la Polisi ni kinukuu iliandika hivi: Jeshi la polisi mkoa wa Tarime Rorya leo Novemba tarehe 16 mwaka 2025 majira ya saa 6 mchana katika eneo la mpaka wa Tanzania na Kenya Sirari limemkamata Charles Onkuri Ongeta ambaye ana miaka 30 mwenye uraia pacha wa Marekani na Kenya, mwanajeshi wa jeshi la Marekani mwenye cheo cha sajenti akiwa na mabomu manne aina ya CSM68 ya kurushwa kwa mkono akitokea Kenya kuingia Tanzania kwa kutumia gari yenye nambari za usajili KDP 502Y aina ya Toyota Land Cruiser. Mabomu hayo kwa mujibu wa sheria ya umiliki wa silaha Tanzania, hata kama angeomba kibali cha kuingia nayo nchini asingeruhusiwa. Ushahidi unaendelea kukusanywa sambamba na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ili hatua stahiki kwa mujibu wa sheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Taarifa hii iliweza kutolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Tarime. Kwa mujibu wa kamanda huyo, mtuhumiwa huyo hakueleza uhusiano wowote na msafara rasmi wa kijeshi wala hakutoa taarifa kwa vyombo vya usalama vya Tanzania kabla ya kujaribu kuingia nchini na silaha hizo za mabomu. Kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa Marekani kumeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa maafisa wa usalama wa taifa, na mamlaka zilithibitisha kuwa uchunguzi wa awali tayari umeanza kubaini nia yake ya kweli ya kubeba maguruneti hayo. Vyombo vya usalama vinasema mwanajeshi huyo hakutoa maelezo ya haraka au rasmi au ya kuridhisha ya kumiliki mabomu hayo ya kurusha kwa mkono wakati akisafiri peke yake kuvuka mpaka wa kimataifa. Wachunguzi sasa wanafuatilia njia aliyotumia, utambulisho wa watu aliowasiliana nao kabla ya kuingia na miunganisho yote inayowezekana kwenye shughuli ambazo hazijaidhinishwa katika eneo hilo. Tukio hilo limezua wasiwasi miongoni mwa wakazi na wachambuzi wa usalama wa mpakani Tanzania, hasa ikizingatiwa uraia wa askari huyo na mafunzo ya hali ya juu ya kijeshi ya Marekani ambayo yanazidisha mashaka juu ya hatari inayoweza kutokea iwapo maguruneti au mabomu hayo yangetumiwa kwa nia mbaya.
katika eneo ambalo hivi majuzi limekumbwa na mvutano mkubwa kutokana na mgawanyiko wa kisiasa, Tarime, wasiwasi wa kiusalama na mawimbi ya taarifa potofu yanayosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Ugunduzi wa vilipuzi vya kijeshi katika usafiri wa raia umezua maswali zaidi ya dharura kuhusu umakini wa kuvuka mpaka eneo hilo. Jeshi la polisi Tanzania sasa limewatoa hofu wananchi wake kuwa hali hiyo imedhibitiwa na itifaki kali zinafuatwa ili kuhakikisha uchunguzi wa kina unafanyika. Maafisa walisisitiza kuwa sheria za Tanzania kuhusu silaha kama hizo na milipuko ni miongoni mwa sheria kali zaidi katika eneo hilo na zinatumika kwa usawa kwa wageni na raia wa ndani. Pia wamewataka wananchi kuwa watulivu, huku wapelelezi wakiendelea kukusanya ushahidi tosha, kuwahoji mashahidi na kubaini iwapo kuna vitisho vingi vya usalama vinavyohusishwa na kesi hiyo. Vitengo vya polisi katika eneo la Sirari na vivuko vingine vya mpaka tayari vimeongeza uchunguzi wa ghafla, ukaguzi wa magari na taratibu za uhakiki wa kidijitali kwa wasafiri wote wanaoingia kutoka nchi jirani. Vizuizi vya usalama vimeagizwa kuchukulia harakati zozote zisizo za kawaida au zisizotangazwa zinazohusiana na kijeshi kama hali hatarishi kama vile hii ya mabomu yaliyopatikana. Mamlaka zinaamini kuwa umakini ulioonyeshwa katika kukamatwa kwa sajenti huyo wa Marekani au mwanajeshi huyo wa Marekani mwenye uraia wa Kenya anayefahamika kama Ongeta utasaidia kuzuia majaribio kama hayo katika siku zijazo. Wakazi walio karibu na mpaka huo wametoa maoni tofauti, huku wengine wakipongeza hatua ya haraka iliyochukuliwa na polisi, huku wengine wakihofia kuwa kuwepo kwa maafisa wa kijeshi wa kigeni waliobeba vilipuzi hatari kama hivyo kunaweza kuashiria kukosekana kwa utulivu katika eneo hilo. Wanajamii kadhaa wametoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano mkubwa kati ya Tanzania, Kenya na nchi zingine na pia na vyombo vya kimataifa vya kutekeleza sheria ili kufuatilia watu wanaojaribu kukwepa itifaki za usalama au kuzua fujo na kuweza kudhuru wengine. Mamlaka za Tanzania hata hivyo zinashikilia kuwa taasisi za taifa zinaendelea kuwa imara na zenye uwezo wa kushughulikia vitisho vya usalama na kampeni za upotoshaji zinazochochewa kisiasa. Viongozi wengine pia wameapa kutumia nguvu kamili ya kisheria ili kuhakikisha kuwa nchi ya Tanzania inasalia tulivu na yenye amani katika kipindi chote hiki ambapo siasa zimeweza kushika moto. Huku uchunguzi wa leo ukiendelea kuhusu motisha za Sajenti Charles Onkuri Ongeta aliyekamatwa, viongozi wa usalama wanasema kipaumbele chao ni kubaini iwapo alitenda peke yake au iwapo umiliki wake wa maguruneti au mabomu hayo unahusishwa na mtandao mpana zaidi. Jeshi la polisi wanatarajia kutoa matokeo ya ziada mara tu majaribio ya kisayansi kwenye mabomu yatafanyika, hati za kusafiria na vifaa vya mawasiliano vitakapoweza kuchunguzwa na kukamilika. Serikali ya Tanzania inayoongozwa na Samia Suluhu imetoa wito kwa wananchi wa Tanzania kukaa macho na kujichunga, kuripoti shughuli zozote zinazotiliwa shaka na kuendelea kutegemea taarifa rasmi badala ya maudhui ambayo hayajathibitishwa mtandaoni. Huku mazingira ya kisiasa na usalama yakizidi kuwa magumu, mamlaka za Tanzania zinasisitiza kuwa zimejitolea kwa udi na uvumba kulinda udhabiti wa taifa hilo. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika ripoti hizi. Je, maoni yako ni yapi kulingana na jeshi la polisi kufanya kazi hii nzuri ya kukamata mabomu hayo ya mwanajeshi huyo wa Marekani aliyokuwa akivuka nayo mpaka? Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.